Kama unavyoweza kuona hapa, ili jengo lina unit mbili za maana sana, ambapo kila upande ni chumba, sebule, jiko na choo cha public. Chumba, sebule, jiko na choo cha public. Pande ziko mbili kama unaweza kuona hapo kuna upande mmoja na upande wa pili uko upande ule ambapo unaweza kuona nguzo. Sawa, narudi kwenye mpangilio sasa ili uweze kunielewa zaidi. Mpangilio wake ndo kama ambavyo unaweza kuona hapa. Hapa kuna jengo ambalo linakuwa na unit mbili. Kila unit ina chumba kimoja cha kulala, sebule, jiko na choo cha public kila upande. Kwa hiyo kwenye hili jengo vyumba vyake sio self, kwa sababu unaweza kumfanya pia hata ambaye sio mkazi akaweza kutumia choo hicho hapo. Ndio maana kidogo kimeweza kuwekwa kuwa cha public. Unaweza kuona hapo. Lakini pia kitu kingine kizuri cha kuvutia zaidi ni kwamba jengo lina milango miwili. Kuna veranda ya mbele, kwa maana watu wataingia ndani kupitia mbele ya jengo, lakini kuna veranda upande wa nyuma. Hii nyuma upande hamna veranda, ni mlango tu wa kuelekea upande wa nyuma. Kitu kingine ambacho nacho pia kinavutia ni kwamba unaweza ukajenga hili jengo na upande mmoja kuutumia wewe mwenyewe, kwa maana upande wa makazi kwa ajili yako, na upande mwingine ukiweza kupangisha au ukapangisha kote, hili jengo liweze kukupa faida zaidi. Hili jengo lina upana wa mita 14 na urefu ni mita 6. Lakini pia uzuri ni kwamba hili jengo unaweza ukaligeuza upande wa upana ukawa ni urefu na upande wa urefu ukawa ni upana. Inategemea tu kiwanja chako itakuwa kimekaa vipi. Idadi ya tofali hapa utatumia jumla ya tofali 2200 peke yake. Lakini pia kwenye upande wa bati ni 72 za futi 10 na mbao zake za kenchi ni 120. Hapo umekamilisha hili jengo. Hizi ndio details ambazo huwa ninazitoa mara nyingi, kwa sababu ndio details zilizo halali, ambazo ni mara chache sana kwa kuta zitabadilika, na hata kama zikibadilika haziwezi kubadilika kwa asilimia kubwa, tofauti na details zingine ambazo huwa nakuwa sizitoi. Zile zingine zikiwemo details za msingi huwa zitoi kwa sababu zina asilimia kubwa sana ya kubadilika, karibu asilimia mpaka 70 ya kubadilika. Kwa hiyo kama nitakuwa ninazitaja hapa, ninakuwa ninataja kitu ambacho ninakuwa sina uhakika nacho. Kwa hiyo ndio maana huwa ninakuwa naachana nazo. Vile vile gharama za ujenzi zinaletwa na vyote hivyo kukamilika kwa sahihi. Kwa hiyo kama details za msingi zinaweza zisiwe sahihi, basi hata gharama za ujenzi pia zinakuwa sio sahihi. Nazo pia ndio maana huwa sizihusishi, kwa maana ya kuzitajataja mara kwa mara ninapokuwa naelezea ramani za nyumba. Sawa? Na ramani pia huwa tunaandaa kulingana na mahitaji. Kwa hiyo wewe unaweza kuweka mahitaji yako hapo, tukakuandalia ramani vile vile unavyohitaji na ikakaa vile ambavyo unataka. Ushauri huwa tunatoa, lakini sio lazima sana pale ambapo tunaona mahitaji ya mteja yanakuwa yako perfect. Ila huwa tunafanya hivyo kutoa ushauri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaboresha kazi, tunaboresha mawazo yako, kuhakikisha kwamba kile kinachotoka basi kinakuwa ni kizuri zaidi na kulingana na wakati wa sasa. Na nikwambie tu kwamba wewe ambaye unatumia WhatsApp sasa hivi, unaweza ukatazama ramani kupitia WhatsApp yako kila unapoingia kwenye WhatsApp yako, na kila sisi tunapokuwa tunapost ramani mpya. Cha kufanya ni hivi: tutumie message WhatsApp, andika neno niunge kwenye namba hiyo ambayo inaonekana kwenye kioo cha simu yako, ambayo ni 0758 260 690 0758 260 690. Ukishatuma neno niunge, baada ya hapo tutakupatia linki, na kupitia linki hiyo utaweza kujiunga na WhatsApp channel yetu, na utakuwa ukifurahia kwa kutazama ramani zaidi kila tunapokuwa tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii. Sawa? Hakikisha mnafollow mitandao ya kijamii, lakini pia kusubscribe katika YouTube channel yetu. Karibuni sana. Asanteni kwa kunisikiliza.